Tumkaribishe muumini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kwa Mungu. Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu mfalme wa amani, Muumba wa mbingu na nchi, tunasema asante kwa siku hii ya leo ya pekee. Tunasema asante kwa asubuhi nyingine uliyoleta mahali kwetu Bwana. Tunashukuru kwa kila mmoja aliyefika mahali hapa, sio kwa nguvu zao Bwana, bali ni kwa uwezo wako ulioongoza katika mahali hapa. Tazama ni muda huu Bwana, tunakwenda kupata chakula chetu cha kiroho asubuhi ya leo. Tunakukaribisha Mungu, kasimama pamoja nasi, katuongoze, ukaongoza watu wako wakalisikia neno lako, wakalielewe na kulifanyia kazi katika mioyo yao Bwana Yesu. Tunapotutangulia hata tunapoenda kuanza mpaka tutakapomaliza neno letu, ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu la leo linasema ni hukumu kwa huruma. Yesu Kristo ni mpatanishi wetu. Somo letu linatoka katika Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 5 hadi wa 6. Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 5 hadi wa 6. Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 5 hadi wa 6. Nani nitasoma msaada wa Bwana. Amen. Hata mtu akishindana kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza tujifunze mpatanishi ni nani? Mpatanishi ni mtu asiye sehemu ya mgogoro, bali husaidia kurejesha amani iliyopotea baina ya watu, husaidia kurejesha mahusiano mema yaliyovunjika kati ya pande mbili au baina ya watu waliogombana. Hapa tunajifunza kwamba Yesu Kristo ni mpatanishi wa kweli na ni mpatanishi wetu. Hata hivyo sivyo ilivyokuwa kwamba Yesu Kristo alikuwa sehemu ya mgogoro, bali Yesu alijihusisha moja kwa moja katika hali ya wanadamu walioanguka dhambini, ili kutupatanisha sisi pamoja na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hakusimama kama mgeni, bali yeye aliingia katika dhambi pamoja na wanadamu ambao walikwisha anguka dhambini, akatusaidia sisi kuweza kupatana na nini? Na nafsi ya Mungu. Huu ni upendo wake Yesu Kristo alioonyesha kwetu sisi. Pia Yesu Kristo aliwezesha wanadamu kujifunza jinsi ya kupatana kwa watu ambao wamekwisha gombana na kuturudisha sisi pale ambao tulivunja mahusiano yetu pamoja na Mwenyezi Mungu. Naomba mmoja tusomee Warumi mlango wa 5 mstari wa 8. Warumi mlango wa 5 mstari wa 8. Pata tusomee Warumi mlango wa 5 mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona ni jinsi gani Mungu yeye alitupenda sisi. Mungu akaona sisi tumeingia dhambini, tunahitaji kurejesha yale mahusiano mema ambayo yalivunjika kwetu na yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa kweli unaanza na sisi wenyewe. Kwa hiyo tunahitaji, kama umekosea na mwenzako ama mmegombana, unahitaji kuanzisha ule upendo ambao hata mwenzako unakuta yeye hawezi kuanzisha. Ndio maana Mungu alianza kutupenda sisi kwanza, ndio maana akamtuma Yesu Kristo aje kutupatanisha. Tuchukulie tu mfano wa kawaida katika maisha yetu. Unakuta kwenye familia kuna ndugu amegombana, labda ni kwa miaka mingi. Mfano unakuta ni wazazi na watoto ama watoto kwa watoto wenyewe. Hawawezi kurejesha yale mahusiano kwa kupatana wenyewe bila kufanyaje, bila kumfahamu Mwenyezi Mungu. Wao semezani hawana mahusiano mema. Kwa hiyo Mungu anatusaidia sisi kufanyaje, kurejesha yale mahusiano. Na Yesu pia anatufundisha tujifunze kupatana sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutokana na wanadamu kuangua kiroho na hawezi kabisa kuanzisha upatanisho na Mungu, lakini Yesu anatufundisha kwamba upatanisho unawezekana. Tunaomba pia mwingine tusomee Warumi 3 mstari wa 11. Warumi 3 mstari wa 11.
kwamba yeye mwenyewe amekosea, akatumia muda wake ama akajitafuta yeye kumtafuta Mungu, lakini Mungu yeye anatuona sisi tunavyoteseka, anaona sisi tumeingia dhambi, tunashindwa kurejesha mahusiano yetu pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni Mungu katika upendo wake mkuu na rehema zake ndiye alianzisha kurejesha uhusiano uliovunjika. Mwanadamu hawezi kujipatanisha yeye mwenyewe, bali kwa kuongozwa na Mungu mwenyewe. Mwanadamu hawezi kujiongeza ama hawezi kujua kwamba hapa nimekosea, ninahitaji kurejesha uhusiano wangu mimi na nani? Na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu anahitaji kupata kile kibali kutoka kwa Mungu cha kuweza kupatana yeye mwenyewe na Mwenyezi Mungu pamoja na kupatanisha yeye na watu wengine. Hapa tunaona kwamba mwanadamu anahitaji uwezo wa Mungu, anahitaji kibali kutoka kwa Mungu. Ni kwa jinsi gani yeye ataweza kupatana na wengine, ama ni kwa jinsi gani ataweza kurejesha mahusiano yake pamoja na Mungu? Mwingine atusomee waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 10. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 10. Waraka wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Amen. Hapa Mungu yeye alitupenda sisi, sio kwamba sisi ndio tulimpenda Mungu. Ndio maana hata tunaona hata pale Nuhu mwenyewe alivyoambiwa atengeneze nini safina, pale Mungu alitamani kusafisha ulimwengu. Ndio pia alimtuma Yesu Kristo akawa dhabihu ya kusafisha nini dhambi zetu tulizozitenda. Kwa hiyo tunaona Mungu ni jinsi gani anaonyesha upendo wa kweli katika maisha yetu. Ni jinsi gani Mungu anatupenda, ni jinsi gani Mungu anatamani sisi tuwe wanawake katika roho na kweli. Ndugu zangu, upatanisho hauishii kwa Mungu, bali tunahitaji kupatana sisi kwa sisi. Soma Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 18. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 18. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 18. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 18 unasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Amina. Kwa hiyo Mungu yeye ndo alianza kwanza, yeye akamtuma Yesu aje atufie msalabani kutusafisha nini dhambi zetu. Kwa hiyo pia Yesu alipokuja alitoa huduma upatanisho, alitufundisha ni jinsi gani tunaweza tukarudisha yale mahusiano yaliyovunjika baina yetu. Ni kwa jinsi gani tunaweza kurejesha nini amani katika familia zetu, kwa marafiki zetu na mahusiano mengine. Hapa tunaona hii sio kwa wachungaji tu ama watumishi wa Mungu ama wale tu wanaomjua Mungu ndio wanaweza kurejesha mahusiano. Mkristo yeyote anaweza kurejesha mahusiano yaliyovunjika kwa mwingine ama kwa yeye binafsi pamoja na nani? Na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vikwazo ambavyo vinazuia kutokea kwa upatanisho baina yetu sisi ama baina yetu sisi na nani? Na Mungu. Vikwazo hivyo vinaweza vikawa ni kiburi, yaani kutokukubali kusamehe, kuwa na majivuno, kutokuvumilia madhaifu ya wengine. Ili tuepukane na hivyo vikwazo, tunahitaji kuepukana na wale ambao hawawezi kufanyaje? Hawawezi kubali upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba mmoja tusomee Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 3. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 3. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 3 nasema, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema. Amen. Amen. Kwa
Kwa hiyo tunaona kuna watu hawapendi kufanyaje, kuna watu hawapendi kuwa na amani na wengine, kuna watu hawapendi kufanya suluhu katika matatizo yetu, kuna watu wengine wanapenda kuhifadhi maumivu ama vinyongo mioyoni mwao. Mungu anatuambia kwamba tujiepushe nao, tukae mbali nao, ili tuweze kujenga mahusiano mazuri pa kusamehe na kurejesha upendo wa kweli katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo, tuna maswali kidogo ya kujadili kwenye somo letu. Swali la kwanza, unawezaje kufanya huduma ya upatanisho katika jamii yako? Kama wewe unawezaje kufanya huduma ya upatanisho katika jamii yako? Ndio tunajaribu. Ambacho ndio kufanya kuweza kupatanisho katika jamii, kwa maana kwamba kwanza kuhubiria neno la Mungu, kujua makusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Ukishaeleza makusudi ya Mungu kwa mwanadamu ni kuleta upendo, furaha na amani katika jamii. Kwa namna kuhubiria na ili uweze kuleta upatanisho katika jamii. Amina. Mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Ni kufundisha watu namna ya kusameheana, baraka zilizopo katika kusameheana, kuishi kwa upendo na kuwachukulia wengine pia. Utatumia njia gani kuweza kumpatanisha ndugu yako na pamoja na mtu mwingine aliyogombana, ama ni rafiki ama ni jamaa? Unatumia njia gani kuwapatanisha watu waje katika amani? Kwa kuomba msamaha. Mwingine, unawezaje kurejesha amani ama kupatanisha ndugu yako? Tujadiliane. Tusiweke maumivu moyoni. Umegombana na rafiki yako, unaweza ukaanza kama Mungu jinsi alivyoanza kwetu kwa kumtuma Yesu Kristo akatupatanisha sisi. Kwa hiyo unaweza pia ukaanza kwa kumfuata, labda ni mwenzako umegombana naye ama ni rafiki yako, unamwambia turejeshe ile amani iliyopotea baina yetu. Tusameane kwa yale tuliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa kumalizia, Yesu ametupatanisha sisi na Mungu, ametupa jukumu la kuwa wapatanishi. Some katika Mathayo mlango wa 5 mstari wa 9. Tusome kwa msaada wa Mungu. Mathayo mlango wa 5 mstari wa 9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Amina. Kwa hiyo nawashauri Wakristo wenzangu, ndugu zangu, tusiwe sehemu ya migogoro, bali tujifunze kuwapatanisha wengine ambao wamegombana. Tujifunze kurejesha amani ile iliyopotea baina yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hili ndilo neno la Mungu. Mwenyezi Mungu mfalme wa amani, asante kwa kutuongoza na kuwa pamoja nasi muda na katika maovu. Tunashukuru Mungu kwa kuwa ulisimama pamoja nasi tulipoenda kujifunza neno la leo. Mwenyezi Mungu, katika hili neno tunajifunza kuwa mpatanishi. Tunaomba kila mmoja aliyoko mahali hapo, Mwenyezi Mungu, katika moyo wake ajifunze kuwa mpatanishi na kurejesha amani iliyopotea baina yetu. Tunaomba Mungu katuongoze hata tunapoondoka katika asubuhi ya leo, tuweze kujifunza mengi zaidi katika neno lako. Tunasema asante na tunaamini utakuwa pamoja nasi daima. Amen. Amen. Sadaka. Nakaribisha sadaka ya familia. Neno linatoka katika familia, linatoka katika Zaburi mlango wa 9 mstari wa 1 mpaka wa 4. Zaburi mlango wa 9 mstari wa 1 mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe, nitaliimba jina lako wewe uliye juu, kwa sababu adui zangu kurudi nyuma, kujikwaa na kuangamia mbele zako. Kwa maana umenifanya hukumu na haki, umeketi kitini pa enzi, unihukumu kwa haki.
Umewakemea mataifa na kuangamiza mdhalimu. Umelitafuta jina lao milele na milele. Mstari wa 6. Adui amekoma na kuacha ukiwa milele, nayo miji yao uliing'oa, hata kumbukumbu lao limepotea. Amen. Toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana husifiwa. Kwa kuwa amewajalia watu wake na kuwakomboa. Katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kwenye chake mwili wake watakatifu, na miongoni mwao watu wanaokufia, na kuwakumbuka agano lake takatifu. Tuokoke mikononi mwa adui zetu, na kumwabudu pasipo hofu mbele yake siku zetu zote. kwa maana nabii wake aliye juu anatangulia mbele za uso wa Bwana, Na kutengenezea njia yake, awajulishe watu wake wokovu, na kusamehe dhambi zao, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo uwezo mwangaza kutoka juu umetufikia, kuangaza wakaao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza njia yetu katika njia ya amani, Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na iwe sasa na siku zote na hata milele na milele.